Tumsifu Yesu Kristo. Leo tunaadhimisha Jumapili ya tatu ya Pasaka ya mwaka C, mwaka wa kanisa 2025. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 5, aya ya 27b hadi ya 32, aya ya 40b hadi ya 41. Somo la pili linatoka katika kitabu cha Ufunuo wa Yohane, sura ya 5, aya ya 11 hadi ya 14. Injili inatoka kwa mwinjili Yohane, sura ya 21, aya ya 1 hadi ya 19. Neno kuu linalotuongoza ni majibu ya Mtakatifu Petro na mitume kwa kuhani mkuu na mamlaka yake. Imetupasa kumtii Mungu kuliko kuwatii wanadamu. Ndugu zangu wapendwa, katikati ya vitisho na makatazo mengi waliopewa mitume na kuhani na mamlaka nyingine, wakiwaamuru wakasema, "Je, hatukuamuru ninyi kwa nguvu msiwafundishe watu kwa jina hili?" Kwa maneno mengine, je, hatukuwakataza ninyi kwa vitisho msifundishe kwa jina hili, yaani jina la Kristo Yesu? Sasa katikati ya vitisho hivyo vyote, lakini mitume wakijitambua kwamba wao ni wafuasi wa kweli wa Kristo Yesu, aliyewaamuru kuutafuta ukweli, kuitafuta haki, kutangaza ukweli na kuitangaza haki daima na popote, kama tunavyosoma katika Injili ya Yohane sura ya 8 aya ya 31 hadi ya 32. Kama mkiyazingatia mafundisho yangu, mtakuwa kweli wanafunzi wangu, mtaujua ukweli na ukweli utawaweka huru. Kumbe wakizingatia hilo, lakini pia wakijua hakika kwamba Wayahudi walimuua Yesu bila sababu yoyote, bila kosa yoyote, na kwamba Mungu Mwenyezi amemfufua huyo Yesu na kumfanya mkombozi. Wakitambua na kujua hilo, lakini tena wakitambua ya kuwa Yesu mfufuka amewaamuru kumshuhudia daima na popote, kama ambavyo tunasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 aya ya 8. Lakini wakati Roho Mtakatifu atakapowashukia ninyi, mtapokea nguvu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Yudea na katika Samaria hata miisho ya dunia. Wakitambua yote hayo, lakini pia wakizingatia ya kwamba Yesu aliwapa amri ya kuihubiri habari njema kwa watu wote wa mataifa yote, kama ambavyo tunasoma katika Injili ya Mathayo sura ya 28 aya ya 18 hadi ya 20. Nimepewa mamlaka yote duniani na mbinguni. Nendeni basi mkawahubiri watu wa mataifa yote habari njema, mkiwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nitakuwa pamoja nanyi hata miisho ya dunia. Kwa hiyo mitume wakitambua yote hayo, lakini pia wakizingatia ukweli na kwamba wametumwa na mamlaka iliyo juu kabisa ya mamlaka yote, wameamriwa na Mwenyezi Mungu, wametumwa na mamlaka ya kimungu kutangaza ukweli, kutangaza haki, na kwamba watu wote wa Mungu lazima watangaziwe kwamba Kristo amefufuka, watangaziwe ukweli huo, na kwamba ni lazima wafundishwe yote ambayo Kristo Yesu aliwaamuru, ikiwapo pamoja na haki na upendo na ukweli. Ulimwengu wote, watu wote wa mataifa yote lazima wayafahamu hayo. Kwa hiyo mitume wakizingatia yote hayo, bila kujali vitisho wanavyosema walivyopewa, wanaamua kutoa jibu hilo kwa mamlaka iliyokuwa inawatishia, yaani kuhani mkuu na mamlaka yake. Wakawajibu wakasema, imetupasa kumtii Mungu kuliko kumtii mwanadamu. Kwa maneno mengine, wanamwambia kuhani mkuu, hatuko tayari kuacha kufundisha ukweli, kuacha kufundisha haki, kuacha kufundisha upendo kwa watu wa Mungu kwa jina la huyu Kristo Yesu, maana huo ndio ukweli tuliojua, na hivi ni lazima tutangaze. Kumbe haya maneno, wapendwa ndugu zangu,
waliowatoa mitume yanapaswa kuwa maneno ya kila mmoja wetu kwa namna ya pekee, kila Mkristo, kwa sababu kila Mkristo anaitwa Mkristo kwa sababu amemvaa Kristo katika ubatizo. Amekuwa ni Kristo mwingine, Kristo ambaye yeye ni ukweli, yeye ni haki, yeye ni uzima, yeye ni kila kitu. Na huyo ndiye anayewaamuru mitume waende ulimwenguni kote wakatangaze hayo. Kwa hiyo sisi sote tunapaswa kuwa wahubiri haki, wahubiri amani, wahubiri upendo, wahubiri furaha na vitu vya namna hiyo, maana hayo ndiyo tulioamriwa na Kristo Yesu. Kumbe mtu yeyote anayetaka kutupeleka mbali na haki, mbali na ukweli, mbali na upendo wa watu wa Mungu, huyo tunapaswa kumwambia maneno kwamba imetupasa kumtii Mungu ambaye ndiye Kristo, ndiye aliyetutuma, kuliko kutii wewe uliye mwanadamu. Lakini je, hayo yanafanyika? Uzoefu unaoneshaje? Uzoefu unaonesha kwamba sisi watu wa Mungu tunapoamuru kutangaza ukweli, kufanya kazi yetu tulioamriwa, tuliopelekwa na Mwenyezi Mungu, tunaambiwa kwamba tunadandia ajenda za kisiasa. Sasa katika hali hiyo tuna maswali kadhaa tunayojiuliza. Je, ni ajenda gani hizo za kisiasa ambazo zinapingana na maamuru ya Mungu wa kweli? Ni ajenda gani hizo za kisiasa zinazopingana na maamuru ya haki na ukweli na upendo na amani ambavyo tumeamuriwa na Mwenyezi Mungu? Kwani wanasiasa wanaye Mungu wao tofauti na Mungu wa kweli. Mungu wao huyo anawaamuru kusema uongo badala ya ukweli. Anawaamuru kupotosha haki badala ya kusema na kutenda haki. Anawaamuru kutokupendana badala ya kupendana na kutendeana ya upendo kadri tulivyofundishwa na Mungu. Yawezekana iko hivyo, lakini kama iko hivyo, kama ni kweli wanaye Mungu wao wa namna hiyo, anayewahubiria injili nyingine tofauti na hii tuliopewa na Kristo Yesu, basi huyo anapaswa kukemewa. Anapaswa kukemewa kwa sababu maandiko matakatifu yametuambia hivyo. Tunasoma katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wagalatia, sura ya 1 aya ya 6 hadi ya 10. Kama mtu akiwahubiria injili nyingine tofauti na ile tuliyowahubirieni, mtu huyo na alaaniwe. Tena anaendelea kusema kwamba hata kama mtu huyo ametoka mbinguni, yaani mtu huyo ni malaika, lakini akawahubiria tofauti na injili hii ya ukweli na haki na upendo tulioamriwa na Mungu na Kristo wake, mtu huyo na alaaniwe. Je, sisi tunapoanza kutangaza ukweli huo, injili hiyo ya Kristo Yesu, mtu anatuambia tusifanye hivyo, maana kufanya hivyo ni kudandia ajenda za kisiasa. Maswali tunayojiuliza ndo hayo. Huyu anapingana na injili ya Kristo? Huyu anapingana na ukweli, maana Kristo ndiye ukweli? Huyu anapingana na haki ya Mungu? Basi tukitaka kujidhihirisha jinsi mamlaka ya Mungu inavyopaswa kutiiwa na watu wote, tunaingia katika somo la pili ambalo linatuambia kwamba viumbe vyote vya mbinguni na duniani vilipoisikia sauti ya Mungu viliinama, vilitii, mbinguni, duniani, lakini pia baharini na vyote vilivyomo, vikasema baraka na heshima na utukufu na uweza una yeye aketie katika kiti cha enzi na kwa mwana kondoo, yaani Kristo wake, milele na milele. Amina. Hivi ndivyo watu wa Mungu tunaposikia maneno ya Mungu yanayotoka kwa Mungu, maneno ya haki na ukweli, tunapaswa kutii, kwamba utukufu na heshima uwe kwake, na tutafanya hivyo kwa kuishi ukweli na kwa kuitii iliyo kweli na kwa kutenda haki na kwa kupendana kwa matendo na si kwa maneno tu. Kwa hiyo ndugu zangu, tumwombe Mwenyezi Mungu atusaidie tusije tukajiweka mbali naye. Unajua hasara za kujiweka mbali na Mwenyezi Mungu? Fuatilia injili takatifu ya leo. Petro na mitume waliondoka wakaenda kufanya kazi bila ridhaa ya Mungu, bila neno ya Mungu. Usiku kucha wanavua samaki, hawakupata hata kitu kimoja, hawakupata hata samaki mmoja.
Lakini Kristo Yesu alipokuja akawapa maelekezo. Wamesema, Bwana, tumefanya kazi hiyo lakini hatukupata kitu. Akamwambia, fuateni neno langu. Walipofuata neno lake wakapata samaki wengi mpaka wakashangaa. Wakati mwingine kama taifa tunashindwa kupata maendeleo endelevu ya kweli, yanabaki tu ya mdomoni kwa sababu ya kumwondoa Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Tukienda bila Mwenyezi Mungu, kila wakati tunaambiana msituambie mambo ya haki na ukweli kwa sababu ni kudandia ajenda za kisiasa, hatuwezi kupata maendeleo ya kweli, na mbaya zaidi tutaukosa hata uzima wa milele kwa sababu tumemwondoa Mwenyezi Mungu. Jambo la kujikumbusha ni kwamba Mungu anapenda injili ihubiriwe kwa kila kiumbe. Ndivyo tulivyoambiwa, tulivyosoma Injili ya Mathayo sura ya 28 ile aya ya 18 hadi ya 20. Nendeni basi mkaihubiri injili kwa watu wa mataifa yote. Kati ya watu hao wote wa mataifa yote wamo wanasiasa, wamo wakulima, wamo wafanyakazi, wamo wasio na kazi. Wote wanapaswa kuisikia injili ya Kristo ambayo ni ukweli na haki. Kwa hiyo akitokea mtu kutuambia tusiongee mambo hayo, tunadandia mambo ya siasa, hawajui mamlaka walionayo kwamba imetoka kwa Mwenyezi Mungu. Mamlaka walionayo imetoka kwa Mwenyezi Mungu, na hivyo wanapaswa kuitumia vizuri kama Mungu anavyotaka. Lakini jambo la pili katika Injili takatifu, tunamwona Petro anaongozwa na Yesu kutubu dhambi zake. Kumbuka Petro alimkana Yesu mara tatu. Na kwa jambo hili la kumkana Yesu mara tatu alipungukiwa na upendo, maana huwezi ukawa na upendo kamili ukamkana mtu. Alimkana Yesu mara tatu akapungukiwa na upendo. Leo Yesu anamuongoza katika toba kwa kumuuliza mara tatu, Simoni Petro, je, wanipenda? Naye anasema nakupenda. Na ya tatu inatoka moyoni kabisa, Bwana, wajua kwamba wewe ni Mungu, wewe unajua yote, unajua kwamba ninakupenda. Anafanya toba. Kwa hiyo sisi kama taifa, ingawa tumemkosea Mungu kwa kutaka kumuondoa katika maisha yetu ya kila siku, maisha ya kisiasa, maisha ya kiwanafunzi shule, maisha ya yote ya kila siku, tunasema aondoke, maana hawa watumishi wake wasituambie habari za mambo hayo, eti wanadandia mambo. Kwa kuwa tumemkosea Mungu, ni lazima turudi, tutubu mara tatu ili tusamehewe. Lakini Petro baada ya kutubu, baada ya kumkiri Yesu na kuonesha upendo wake kwa Yesu, sasa anapewa kazi. Lisha kondoo wangu, chunga kondoo wangu, lisha kondoo wangu. Kazi aliyopewa ni hiyo, yenye mambo mawili ndani mwake: kulisha na kuchunga kondoo. Kondoo wa Mungu ni watu wake. Watu wote duniani ni watu wa Mungu, wameumbwa naye, wote ni kondoo wake. Petro anapaswa kuwachunga na kuwalisha. Petro wetu ni nani leo? Petro wetu ndiyo yale mamlaka ya kidini ambayo sisi tunasema isiingilie mambo ya kisiasa, wakati huko kuna kondoo wa Mungu. Wanapaswa kuwalisha watu wa Mungu huko, na hawapaswi kuwalisha matangopoli. Wanapaswa kuwalisha neno la kweli la Mungu ambayo ndiyo kweli na haki. Kwa hiyo tukiwaambia tendeni haki na mseme iliyo kweli, mkaishi iliyo kweli, basi mtuelewe ni mamlaka ya kimungu ndiyo iliyotuamuru kufanya hivyo. Basi wapendwa ndugu zangu, tumuombe Mwenyezi Mungu aturudishe katika mstari. Tumuombe Mwenyezi Mungu atusaidie. Tuende kwa pamoja, tufurahi kwa pamoja. Tunaposherehekea Pasaka, tukumbuke yapo mambo tumeagizwa: kupendana, amri kuu ya mapendo. Katika kupendana, tumpende Mungu kuliko vyote, tumtendee Mungu haki, tumpe haki yake kama Mungu, tumheshimu, tumwabudu na tupokee neno lake. Zaidi ya hayo lakini, tupendane sisi kwa sisi. Tukipendana sisi kwa sisi, tutatendeana haki. Na viongozi wa dini kila wakati lazima mtukumbushe hili, maana ulimwengu unaelekea kutupotosha. Tukumbushe hili kila wakati kwamba ni lazima kutendeana haki, ni lazima kupendana, ni lazima kuwa wakweli kama Mungu wetu alivyokuwa mkweli. Basi imetupasa kumtii Mungu kuliko kuwatii wanadamu. Mtu yeyote atakaye wafundisha kinyume na mambo ya Mungu, maandiko matakatifu yanasema alaaniwe. Atakayewaambia msitende haki, maandiko matakatifu yanasema na alaaniwe. Atakayewaambia msiseme kweli wala kuishi kweli, mtu huyo anasema alaaniwe. Lakini
si kwa kusema tu, kwa matendo. Ni lazima tuishi haki, ni lazima tutende ukweli. Lazima tuishi kwa ukweli, lazima tutende haki, ili tuweze kuishi injili tulioamriwa, injili ya Mungu ambaye yeye ni ukweli na haki. Kinyume na hapo, maandiko matakatifu, waraka kwa Wagalatia sura ya 1 aya ya 8, mtu wa namna hiyo na alaaniwe. Lakini sisi tusije tukalaaniwa, tuipokee injili ya Mungu na kuishi katika kweli. Imetupasa kumtii Mungu kuliko kuwatii wanadamu. Tumsifu Yesu Kristo.